ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سمى الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة، يوم القيامة، يوم ambayo tutakuwa na majuto makubwa. Ya Rab, anaomba Mtume sallallahu alayhi wasallam waonye watu, waonye ya Mtume sallallahu alayhi wasallam majuto makubwa. Yawm al-hasra, imeitwa yawm al-hasra. Al-hasra ni majuto makubwa sana, manake majuto unajuta, lakini unayo fursa ya kutengeneza majuto yale unajutia, yale unaweza kutengeneza kile kitu ambacho umekiharibu au umekikosea. Lakini siku ya kiyama ni majuto makubwa, hakuna time. Idhan sisi Ramadhani tunafir, sote tunamka usiku siku hizi, tunasali tahajjud, tunafunga, tunasoma Qur'ani kwa wingi, tunatoa sadakati kwa wingi. Lakini ikimalizika tu Ramadhani tunarudi vile vile kama mwanzo, tunarudi kuwa na wavivu. Idhan tushike hii kamba, tukumbuke kama mimi nina fursa naishi sasa hivi, nisingojee mpaka yawm al-qiyama nikawa na na majuto makubwa. Nilikuwa na time ya kufanya ibada zaidi, sikufanya. Nilikuwa na pesa ya kutoa sadaka na zaka, sikutoa. Nilikuwa na na uwezo, yani sikuinuka sala za usiku, nilikuwa nikilala. Nilikuwa na time ya kutoa maghfira na kuomba msamaha katika siku za usiku, fil ashar, sikufanya maghfira. Nilikuwa na fursa ya kusaidia watu, sikusaidia. Nilikuwa na nguvu, yani tusiwe ni kwenye majuto. Tumeanza Ramadhani na amali zetu saliha, tuendelee, kwa sababu kila ukiendelea na kushika zile amali zako saliha, ndio unapata nguvu ya kufanya zaidi. Unapata nguvu ya kufanya zaidi. Ni muhimu kuanza. Ili tukumbuke, tukimbilie, tusiwe ni wenye kuja kujuta. Nena majuto haya itakuwa hakuna chance ya kurudi tena. Nafsia zetu, roho zetu, hii nyoyo hizi, siku ya yawmul qiyama wewe utakuwa na wahaka na wasiwasi. Ukiona yule mtoto, mama anamwacha mtoto wake, yani siku ya yawmul qiyama anaambiwa nini? Mama mtoto wake ambaye ananyonya anamtupa. Baba hamjui mtoto wake, wala mtoto hamjui mamake, kila moja rabbi nafsi. Unapoona vipi vile jua, vipi unavyoona, yani siku ambao kutafedheheshwa, yalofichika yatatoka, wenye kudhulumu watu siku ya kiyama wanapewa haki zao. Idhan wewe unakuwa na katika hala ya hofu. Mimi nitakuwa namna gani? Mimi na kisha wewe mwenyewe pia unajua kile ulilokifanya. Idhan tupunguze hii hofu. Kuipunguza hii hofu yawm al-hasra, yawm al-qiyama, tukajuta, ni kuenda kufanya mambo mazuri zaidi, ni kuwa ni wenye kutubia moja kwa moja, ni wenye kuwa na majuto na kuikumbuka hii siku, kuiweka mbele yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameipa yawm al-qiyama, siku ya yawm al-qiyama ameipa majina mengi: yawm al-akhirah, yawm al-tamma, yawm al-hasra. Majina chungu nzima amepewa hii siku. Kwa sababu ya nini? Kila mtu na nafsia yake na ile madhambi yake na amali zake pia saliha. Tuwe ni wenye kungojea hiyo siku, na wenye kuwa na kuwa na utulivu na tumanina. Umechukua katika moyo kuwa kuwa na ule moyo ambao ambayo unaingia aljanna, ule ambao unabashiriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ule ambao hauna hofu, ule moyo ambao ni salim, haupatikani hivi.
ila kwa kupata nini? Kwa kufanya bidii na kujitahidi, tusione kujuta. Ya Rab, tunakuomba ya Rab alamin, ya Rab, ya Rab, atiqna minan nar, Allahumma atiqna minan nar, Allahumma atiqna minan nar. آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا يا رب. Tujalie ni wenye kufanya mambo mazuri, tujalie wenye kuacha mambo mabaya, tujalie ni wenye kuwa yani kukimbia katika kupata nini? Kupata maghfira yako. Tujalie ni wenye kupata yani nguvu za kufanya amali njema. Utujalie ni wenye kuwa hatuna majuto yaumul qiyama. Utupokee na nyoyo zetu nini? Nyoyo zetu salim. Subhanallah. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na hii amali na hizi durusu zetu, na wanaosikia na wanaosoma na wanaofuata ni wenye kuwa na nyoyo zenye kuwa na usalama, na nyoyo ambayo zinayo nini? Ham al-akhirah, sio kuwa na kutulia na kuwa yani huna wasiwasi wa kufanya amali njema, wala huna ule moyo wa hofu wa kuacha mambo mabaya. Ni lazima tuwe na nini? Baina raja wa baina al-khawf wa raja. Tunataka rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, tunaogopa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, لن تستقيم حياتنا إلا به.